Mwanasiasa na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameshtakiwa rasmi katika mahakama kuu kada ya Mbeya katika shauri la maombi la jinai lililowasilishwa na viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili wa walalamikiaji ameeleza kuwa shauri hilo la maombi la jinai aina ya habeas corpus au lipeleke mahakamani au ujaji huru linamkabili Patrobas Katambi kama mlalamikiaji nambari 1 kufuatia kukamatwa na kushikiliwa kwa mlalamikiaji wa kwanza Noah pamoja na wenzake watatu. Mwanasheria huyo amebainisha kuwa Patrobas Katambi anashtakiwa binafsi kama mwanasiasa na wala sio kwa cheo chake cha ukiserikali kutokana na ushahidi uliopo unadhibitisha uhusika kwake moja kwa moja kwenye suala hilo la kukamatwa kwa vijana hao. Siku ya leo ilipangwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Karunde kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo ya jinai dhidi ya Patrobas Katambi na viongozi wengine wa jeshi la polisi, lakini shauri hilo halikuweza kuendelea kama ilivyopangwa. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili huyo amefafanua kuwa kushindwa kuendelea kwa shauri hilo kumesababishwa na kitendo cha Patrobas Katambi kukosa kufika mahakamani licha ya kujulishwa na kupelekwa kwa wito wa mahakama. Wito huo uliofikishwa na dalali wa mahakama ulilenga kumtaka Patrobas Katambi kufika na kujibu tuhuma zilizomkabili kuhusu kuwashikilia viongozi hao wa wanafunzi waliokamatwa wiki hii. Mbali na Patrobas Katambi kufikishwa mahakama, viongozi wengine wa jeshi la polisi walioshtakiwa katika shauri hilo akiwemo mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya RPC, mkuu wa upelelezi mkoa wa Mbeya RCO, mkuu wa polisi wilaya ya Mbeya mjini OCD, pamoja na mkuu wa kituo cha polisi kati cha Mbeya OCS, nao pia hawakutokea mahakamani. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili wa walalamikiaji ameeleza kwa mtu pekee aliyejitokeza mahakamani hapo alikuwa ni mwakilishi wa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP. Hatua hii imebainisha jinsi gani walalamikiaji wote wa idara wa jeshi za polisi pamoja na Patrobas Katambi walivyokiuka agizo la kufika mahakamani siku ya kusikilizwa. Katika hali iliyozua mshtuko mkubwa mahakamani hapo, wakili wa serikali aliyemwakilisha mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP alikataa kuwakilisha maafisa hao wa jeshi la polisi na Patrobas Katambi. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili huyo walalamikiaji ameeleza kuwa wakili wa serikali alibainisha wazi kuwa yeye anamwakilisha mkuu wa mashtaka pekee na kwamba Patrobas Katambi pamoja na maafisa wa polisi kuanzia IGP hadi OCS watatakiwa kufika mahakamani na kujitetea wenyewe. Hatua hiyo ya wakili wa serikali kuwamwaga na kuwaruka maafisa wa polisi na Patrobas Katambi imeweka mzozo mpya wa kisheria mahakamani hapo na kuonyesha kuwa taasisi hizo zitalazimika kupambana peke yao bila msaada wa kisheria kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka. Mheshimiwa Jaji Karunde baada ya kutathmini hali hiyo alitoa amri na maelekezo mapya ambayo kila upande unapaswa kuyatekeleza mara moja. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili wa walalamikiaji ameeleza kuwa mahakama imeagiza Patrobas Katambi pamoja na viongozi wote wa jeshi la polisi akiwemo IGP, RCP, RCO, OCD na OCS wapewe wito mpya wa mahakama moja kwa moja mikononi mwao. Amri hiyo inaamrisha sasa tamko
na takwa la mahakama kuhakikisha Patrobas Katambi na maafisa au wanapokea wito huo binafsi ili wafike mahakamani kujibu malalamiko yaliyowasilishwa dhidi yao na Noah pamoja na wenzake wanaoendelea kuzuiliwa katika vituo vya polisi. Pamoja na amri hiyo ya kutoa wito mpya, mahakama pia imewataka walalamikiwa wote akiwemo Patrobas Katambi kuwasilisha majibu yao rasmi kwa njia ya viapo kianzi ndani ya siku 3. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili wa walalamikiaji ameeleza kuwa siku hizo 3 zinapoanza kuhesabiwa zitakamilika kabla ya tarehe ya kurejea mahakamani. Mahakama Kuu kada ya Mbeya imempanga tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa siku rasmi ambayo shauri hilo litarejea tena mahakamani kwa ajili ya kuendelea na usikilizaji mbele ya Mheshimiwa Jaji Karunde ili kutoa fursa kwa pande zote mbili kuwasilisha maelezo yao ya kisheria. Wakili wa walalamikiaji amesisitiza kuwa shauri hilo linalomkabili Patrobas Katambi lina maslahi makubwa kwa umma, kwani jamii nzima inarusubiri kwa hamu kujua hatua za vijana hao wanaoshikiliwa gerezani. Akizungumza nje ya mahakama kuu, mwanasheria huyo amebainisha kuwa wanafunzi wenzao vyuoni, uongozi wa vyuo vikuu pamoja na wanachama wa Chadema nchi nzima na wale walioko nje ya nchi wanafuatilia kwa karibu kuona jinsi gani Patrobas Katambi na jeshi la polisi watakavyowajibika mbele ya sheria. Kukosekana kwa vijana hao mahakamani siku ya leo kumeongeza shinikizo kwa jeshi la polisi kuwafikisha mahakamani kabla ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026 ili kuondoa utata wa kisheria unaoendelea kutanda. Upande wa walalamikiaji umeeleza kupokea kwa mikono miwili maelekezo yote yaliyotolewa na mahakama kuu kada ya Mbeya na uko tayari kutekeleza amri hizo mara moja. Akizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili huyo amedhibitisha kuwa watakwenda kufanya utaratibu wa kuwapelekea wito mpya Patrobas Katambi pamoja na viongozi wa jeshi la polisi ili kuhakikisha hakuna udhuru utakaotolewa siku ya usikilizwaji. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba Patrobas Katambi anafika mahakamani kujibu tuhuma zote zinazohusisha yeye binafsi na kukamatwa kwa wanafunzi hao, kwani mfumo wa kisheria unataka ushahidi ukabidhiwe na pande zote mbili waziwazi. Tuhuma hizo dhidi ya Patrobas Katambi kama mwanasiasa zimeleta mjadala mpana wa kisheria Mbeya na kote nchini kuhusu mipaka ya wanasiasa katika kuingilia masuala ya ulinzi na usalama. Wakizungumza nje ya mahakama kuu kada ya Mbeya, wakili huyo ameeleza kuwa taratibu, katiba na sheria za nchi hazimpei mwanasiasa yeyote mamlaka ya kuamuru au kuratibu kuzuiliwa kwa raia bila kufuata misingi ya kisheria. Hatua ya kumfikisha Patrobas Katambi mahakamani inalenga kuweka msingi wa uwajibikaji kwa viongozi wote bila kujali nafasi zao za kisiasa au serikali, huku ikionyesha kuwa mahakama ni chombo huru cha kutoa haki wala sawa bila kila mtu